Welcome to my YouTube channel. Leo tena nimekuja na video mpya ambayo inatuonyesha namna gani unaweza ukashare text au maandishi kutoka kwenye simu yako kwenda kwenye PC yako bila kutumia mtandao. Maana wengi wamelalamika, wamepita changamoto kwamba walikuwa wanachukua text au maandishi kutoka kwenye simu zao kuelekea kwenye PC kwa kutumia WhatsApp, labda anajoin kwa kutumia WhatsApp na kushare maandishi kutoka kwenye simu yake kwenda kwenye PC yake. Kweli hii hapa ni njia rahisi zaidi ya kuweza kufanya hivyo vitu vyote offline. Ukiwa hauna data kabisa, utatumia wire transfer kuweka hizo text, unaweza ukazitransfer kutoka kwenye simu yako kwenda kwenye PC. Nisipoteze muda, ngoja nikuonyeshe. Kuna application moja ambayo watu wengi wanaitumia sana, hasa gamers tunaitumia, inaitwa Z-Archiver. Hii hapa Z-Archiver. Hii application ni application ambayo inaweza kusaidia kuextract folders au mafaili. Unaweza ukapangilia, inaweza kucheza kama file manager ilivyo. Na kwa mfano tukiachana na kazi ya Z-Archiver, pia inaweza kusaidia kutengeneza text file, kwa maana kwamba inaweza kawa kama notepad ya kutengeneza maandishi yakaingia kwenye pad ya kusetiwa kama text, na unaweza ukashare. Kwa hii ndio namna ambayo unaweza ukaitumia. Kwa naweza nikatafuta text yoyote, kwa mfano labda niingie AI au niingie AI. Kwa mfano watu wengi ambao tunatumia kodi, tunatumia sana AI. Sasa umefanya kodi zako na hauna bando kabisa, unaweza ukacopy text kwamba hapa kwenye AI yangu nilikuwa nimefanya project yangu na copy, then naweza nikarudi sasa kuitafuta Z-Archiver. Ukienda kwenye Z-Archiver sasa utafungua kama hivi inavyoonekana. Ilikuwa ishafunguka mara ya kwanza, ngoja nifungue tena ili iwe kwenye muonekano wake halisi. Ukifungua kwa mara ya kwanza inaonekana kama hivyo. Kama hapo unavyoona mafolder yangu yote, downloads, kila kitu vinaonekana. Utabonyeza kimshale cha kujumlisha, alama hii ya kujumlisha, hichi hapo chini kama unavyokiona. Hichi kimshale cha kujumlisha, alama ya kujumlisha. Utapobonyeza hapo, pia utaenda moja kwa moja pale kwenye sehemu ya kutengenezea text. Sehemu ya kutengenezea text hii hapa kama mnavyoiona, iko hapo chini kabisa. Kwa utatengeneza text kama hivi, itakwambia utengeneze faili lako text yake. Kwa ili usisahau jina la text, unaweza uka rename hapa ukaweka jina lingine ili usije ukachanganya mafaili yako utakapofungua kwenye PC yako. Ngoja ni name kid, then nalisave, then nitalifungua kupitia Z-Archiver text ambayo ni rahisi zaidi. Then hapa nitaruhusiwa kuandika maandishi yoyote ambayo naweza nikakopi na ikatengeneza kama faili. Kwa hiyo nitapaste yale ndio copy yote kama mnavyoona, yote yamekopiwa. Then nitaenda kwenye kitufe cha juu cha kusave, hiki hapa kama mnavyokiona. Nitasave hapo text yangu. Tayari nimesha save. Sasa naweza nikashare hii text kwenda kwenye PC. Ukienda kwenye PC kwa kuchomeka waya USB transfer, unachofanya hapo mkali, utakopi hizo text kupitia notepad yako, au wale watumizi wanaotumia Linux pia mnaweza mkafungua kupitia bracket au chochote kinachoweza kufungua documents za maandishi.
then utakopi kawaida na then utapaste kwenye sehemu utakaotaka kuweka wewe kama wewe. So guys, hapo ndo mwisho wa video yangu. Asante sana kwa kunisikiliza. Naweza mkalike, mkashare, mkasubscribe pia. Msisahau pia kuweka comment kwa vitu mnavyotaka zaidi niwafundishe na niwaeleweshe vingine. Thank you guys. All the best.